Mmemsikia kakaangu Nongwa, hamjamsikia? Mmemsikia wenye vitu wa vitongoji, hamjawasikia? Nongwa na wenye vitu wa vitongoji ni makada wa Chama cha Mapinduzi, makada waaminifu na watiifu, na katika uchaguzi huu tunawategemea sana wenye viti wetu wa vitongoji, tunawategemea wenye viti wa vijiji viwili Dongo na Kilindoni, kuhakikisha kila mmoja katika maeneo yetu anakwenda kupiga kura, asibaki mtu nyumbani. Dongo ametuahidi, Nongwa ametuahidi, wenye vitu wa vitongoji wametuahidi, kazi itafanyika kwa kishindo. Baada ya kusema neno hayo, hebu weka ujumbe wa jana kwa Daktari Samia kwa mheshimiwa mbunge wa Mafia na wa Mafia kwa ujumla wake. Weka kidogo. Mengi yamesemwa ambayo ni mafanikio ya miaka 5 iliyopita. Tumemsikia mgombea ubunge wa Mafia ameyasema vizuri sana. Nilikwenda Mafia nadhani miaka 4 iliyopita kama sio 5 iliyopita, na hakika Mafia ya sasa hivi ni tofauti na ile niliyoiacha wakati ule. Mafia oye! Oye! Maendeleo oye! Oye! CCM oye! Mama Samia amekiri na kudhihirisha kwamba Mafia ya 20 sio Mafia ya 25, kwa sababu ya kazi kubwa iliyofanywa na QS Omari Juma Kipanga, na yeye Daktari Samia hakuwa mchoyo kushusha mapesa katika miradi mbalimbali ya maendeleo na kimkakati katika wilaya yetu ya Mafia. Ndugu yangu Kipanga, ongea na wapiga kula wako, wana hamu kubwa sana kukusikiliza wananchi wa Msufini. CCM oye! Sijasikia CCM oye! Msufini oye! Kina mama piga kelele kwa Dr. Samia. Piga kelele kwa Kipanga wake. Piga kelele kwa kijiji wake. CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni mwakilishi kwenye kata hii ya Kilindoni, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mafia, pamoja na viongozi wote walioambatana nao, nitambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa kijiji cha Kilindoni, mzee wangu Omari Nongwa, pamoja na viongozi wenzako wote walioambatana nao. Ndugu zangu sana wanachama wa Chama cha Mapinduzi kutoka eneo hili la Msufini na kijiji hiki cha Kilindoni, ndugu wananchi mliokusanyika hapa, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Wazee wangu, ndugu zangu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, napenda kuchukua fursa hii adhimu na adimu kwanza kabisa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa nafasi, afya pamoja na taufiki tumeweza kukutana siku ya leo mahali hapa katika huu. Shukrani ya pili ni ya kwenu. Pamoja na mambo mengi, majukumu mengi mlionayo, mmeweza kuacha kwa muda huu wa leo mkaweza kuhudhuria kwenye kikao hiki. Jipigieni makofi mengi tafadhali. Wazee wangu, ndugu zangu, sura hii iliyosimama mbele yenu sio sura ngeni. Mmekuwa nayo kwa kipindi chote cha miaka 5. Kwa kifupi, tumefanya kazi kwa pamoja, tumeshirikiana, tumekutana mara nyingi, tumeshauriana mengi. Ndugu zanguni, leo naomba niwape taarifa, ile miaka 5 mliomwamini Kipanga kuwatumikia kama mbunge, miaka 5 imekwisha, miaka 5 imepita. Hapo vipi? Hapo vipi? Wazee wangu, ndugu zangu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, nimesimama mbele yenu baada ya kupata ridhaa ya Chama cha Mapinduzi kuniamini kupeperusha bendera tena kwa kipindi cha miaka 5 ijayo kuwa mtumishi wenu kwenye nafasi ya ubunge. Leo nimekuja kwenu Msufini kwa ajili ya kuomba kura. Kura ya kwanza nayoiomba ni kura ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapo vipi? Kura ya pili nayoiomba ni ya mimi, ndugu yenu, jamaa yenu, rafiki yenu, mtumishi wenu,
lakini mimi nazaliwa na watu wa Msufini, nazaliwa na watu wa Rufiji. Hapo vipi? Kwa hiyo mtoto wenu leo nimekuja kuomba kura. Nimekuja kuomba kura ya heshima kwa watu wa Msufini kwa sababu nawafahamu vizuri. Mliniheshimisha sana kwenye kura za maoni. Mliniheshimisha sana mwaka 2020. Ndugu zanguni, niwaombe sana siku ya tarehe 29. Hapo vipi? Ndugu zanguni, niwaombe tena. Amesimama kaka yetu, ndugu yetu, jamaa yetu, rafiki yetu, mtumishi wetu Kijuju. Ameomba kura kwenu. Na mimi nirudie tena niwaombe kura nyingi sana kwa mheshimiwa diwani mteule wa Chama cha Mapinduzi mzee Kijuju. Siku ya tarehe 29 sote tutoke. Baba amshike mama, mtoto amshike kaka, lakini rafiki amshike rafiki yake. Tuhakikishe sote tunatoka kwa ajili ya kwenda kumunga mkono mzee wetu Kijuju. Hapo vipi? Hapo vipi? Mimi leo ndugu zangu nimekuja kwa ajili ya jambo hilo tu. Kwa ufupi kabisa, mengi mheshimiwa mwenyekiti ameshazungumza. Na mimi nilikuwa sitaki kuyarudia kutokana na muda, lakini kwa sababu tayari mnayajua. Ndugu zangu, naomba niwakumbushe machache tu ambayo baadhi yake mwenyekiti amepita. Mwaka 2020 kama mnakumbuka vizuri, wakati mliponipa ridhaa ya kuwa mtumishi wenu, hapa Mafia tulikuwa na shule 32 za msingi, ikiwemo na shule yetu ya Msufini. Lakini shule nyingi ikiwemo ya Msufini miundombinu yetu ilikuwa haitoshelezi. Lakini shule nyingi zilikuwa mbovu. Shule nyingi zilikuwa na mazingira ambayo sio rafiki kwa vijana wetu kusomea. Ndugu zanguni, ndani ya miaka 5 mlionipa, ndani ya miaka 5 ambayo tulimwamini Daktari Samia Suluhu Hassan, ndani ya miaka 5 ambayo tumekiamini Chama cha Mapinduzi, ndugu zanguni, leo shule zetu zote 32 ikiwemo na ya Msufini zimekuwa shule ambazo kama iko London au Marekani. Hapo vipi? Alafu mtu anakuja hapa na yeye anataka ubunge mchezo. Waambieni wakale wajukuu. Sisi oye. Niseme nisiseme? Pamoja na shule hizo 32 kuziboresha, kuzifanya kwenye mazingira mazuri, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan alituletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya kabisa za msingi. Shule 5 ambapo moja wapo imejengwa hapa Kilimahewa. Hapo vipi? Watoto wa Msufini wanasoma, watoto wa Kilimahewa wanasoma, watoto wa Kurungeni wanasoma. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Sekondari, mwenyekiti amezungumza. Tulikuja hapa 2020 mkasema watoto wetu kutoka Msufini, kutoka Bondeni Pwani, kutoka Kurungeni, kutoka Kilimahewa, kutoka Mareta, kutembea umbali mrefu kwenda Jitimai. Ndugu yangu, ndugu yetu, watoto wetu wanateseka. Niseme nisiseme? 2025 watoto wetu wanakwenda Jitimai. Hii 2025 wanakwenda tena Jitimai. Wanasoma wapi? Wanasoma Rapta, shule ya sekondari. Daktari Samia ameleta zaidi ya milioni 500 kwa ajili ya elimu hiyo hiyo. Mwaka 2020 ilikuwa ukitaka kijana kusoma elimu ya ufundi, kupata taaluma yoyote kupitia VETA, ilikuwa ni lazima kijana asafiri, aende Kibiti, aende Kisarawe, aende Bagamoyo, aende Lindi, aende Mtwara, aende Morogoro. Ndugu zanguni, ndani ya miaka 5 ya Kipanga, ndani ya miaka 5 Dr. Samia, watoto wetu tena hawasafiri kwenda Kibiti wala Kisarawe. Ametujengea. Mwenyekiti kesha sema 2020 mlisema sisi tukipata matatizo kidonda ni lazima uende hospitali ya wilaya. Mkasema mnataka zahanati yetu wenyewe hapa Kilindoni. Ndugu zanguni, ndani ya miaka 5 ya Daktari Samia Suluhu Hassan ametujengea zahanati mpya safi pamoja na watumishi. Zahanati inatumika haitumiki? Piga kelele kwa Dr. Samia. Lakini niwaambie, sio tu zahanati ya Kilindoni. Tulikuta mwaka 2020 vijiji 7 havina zahanati. Kijiji cha Kilindoni kilikuwa kina zahanati. Kijiji cha Dongo kilikuwa kina zahanati. Kijiji cha Mlongo kilikuwa kina zahanati. Kijiji cha Chemchemu kilikuwa kina zahanati. Kijiji cha Kibada kilikuwa kina zahanati. Kijiji cha Kifinge kulikuwa hakuna zahanati. Kijiji cha Gonge kulikuwa hakuna zahanati. Ndugu zanguni, ndani ya miaka 5 ya kwangu mimi na Daktari Samia Suluhu Hassan, vijiji hivyo vyote nilivyovitaja vimejengwa zahanati, zinatumika. Lakini funga kazi kabisa ni kijiji cha Dongo, kinajengwa kituo kikubwa cha afya chenye hadhi ya hospitali ya rufaa
kinajengwa pale Dongo. Makofi mengi kwa Dr. Samia. Nipigieni vigelegele tafadhali. Nimefanya kazi, sikufanya kazi. Alafu mtu mmoja picha yake kama anataka kuanga anakuja hapa anataka ubunge mchezo wewe. Sisi oye. Niseme nisiseme. Pale hospitali yetu ya wilaya leo ukienda haina tofauti na hospitali yoyote ya rufaa duniani. Mwaka 2020 tulikuwa hatuna jengo la wagonjwa mahututi. Leo naomba niwape taarifa, tuna jengo la wagonjwa mahututi, kwa lugha ya kitaalamu lijulikaniko kama ICU, Intensive Care Unit. Mpo hapo? Tuna jengo la wagonjwa wa dharura, kwa lugha ya kitaalamu ni Emergency Ward. Mpo hapo? Mwenyekiti kasema mwaka 2020 tulikuwa hatuna maternity complex, kwa maana jengo la mama na mtoto. Leo pale ukienda hospitali ya wilaya kuna jengo la mama na mtoto limeshaanza kutumika. Kina mama ondoeni hofu, Daktari Samia yuko pamoja na nyinyi. Mama leo ukienda pale hospitali una ujauzito, unataka kujifungua, unaamua uwashiwe AC au uwashiwe TV au uwashiwe feni kwenye wodi yako. Hapo vipi? Piga makofi kwa Dr. Samia tafadhali. Niseme nisiseme? Umeme ameeleza vizuri mwenyekiti, sitarudia. Tunapeleka nguzo 40 katika kila kitongoji, kikiwemo na kitongoji hiki cha Msufini. Nakumbuka kuna watu walikuja kutoka hapa Msufini nyumbani kwangu Dongo wakihitaji nguzo. Niwaondoe hofu, niwaondoe wasiwasi. Nguzo zimeshafika Mafia, zinapelekwa katika kila kitongoji. Nguzo 40 zinaletwa kwenu kwa ajili ya kuunganisha umeme. Kwa hiyo wale ambao mlikuwa na haja ya nguzo, msiwe na wasiwasi ndugu zanguni. Nguzo zipo, nguzo zinakuja, umeme unakuja. Hapo vipi? Hapo vipi? Barabara mwenyekiti ameeleza vizuri. Barabara yetu kutoka Kilindoni Rasimkumbi kiwango cha lami. Lakini vibarabara vyetu hivi vya mitaani tumeanza na utaratibu huu sasa. Tumeanza na Msufini, tunakwenda kwenye maeneo mengine. Jambo kubwa ambalo tunataka kulifanya sasa ndani ya miaka 5 hii, barabara hii ukipita usiku ni giza. Uongo? Tunagonga taa humo. Chezea kipanga, piga makofi kwa kipanga tafadhali. Alafu mtu anakuja hapa Nyaru na yeye atakuwa diwani. Wewe rudi kwenu huko. Sisi mboye. Niseme nisiseme? Kina mama mpo? Piga makofi kwa Dr. Samia. Ndugu zangu kina mama, mwaka 2020 tulikuta mapato ya ndani ya halmashauri yanakusanywa, lakini ile 10% ya wanawake, vijana na wenye ulemavu tulikuwa tunakusanya shilingi milioni 120 kwa mwaka mzima. Fedha hii ilikuwa ni ndogo sana kwa wanawake wote wa Mafia, kwa vijana wote wa Mafia, kwa wenye ulemavu wote wa Mafia. Kitu gani tulichofanya ndugu zangu? Naomba leo niwape taarifa. Tumepandisha wigo wa ukusanyaji mapato. Tumedhibiti uvujaji wa mapato. Mapato yale sasa yamepanda kutoka milioni 120 tulikuwa tunakusanya kwa mwaka kwa ajili ya kina mama, vijana na wenye ulemavu, mpaka shilingi milioni 310. Hapo vipi? Ndugu zangu niwaombe sana kina mama, wale ambao bado hamjafikia mikopo hii, wale ambao bado hamjapata mikopo hii, wale wenye vikundi ambao tayari mmeshaunda vikundi vyenu lakini bado havijapata mikopo, baada ya uchaguzi tarehe 29, baada ya jambo lenu tarehe 29 kwenda kutimiza kwa kumpigia kura Daktari Samia, kumpigia kura Kipanga, kumpigia kura Kijuju, tarehe 1 pigeni foleni kwa Mheshimiwa Kijuju. Pigeni foleni kwa Mheshimiwa Kijuju. Jambo hilo ni jambo letu sisi. Tutakwenda kuhakikisha ndani ya mwezi wa 11 vile vikundi ambavyo vilikuwa tayari vimeshamaliza mchakato wote lakini mikopo hawajapata, tuhakikishe kwamba mmekwenda kupata mikopo yenu. Hapo vipi? Lakini kwa wale ambao bado hamjaunda vikundi na wengi mnakuja nyumbani kule, baba sisi bado, nichukue nafasi hii na fursa hii kwa siku zilizobaki, wiki 1-2 zilizobaki, jiungeni pamoja, mkae pamoja, tengenezeni vikundi. Ni ngumu sana kumsaidia mtu mmoja. Ni ngumu sana mimi ndugu yenu kusema kwamba mtakuja pale nyumbani kila mtu nitampa 300,000, 400,000, 500,000. Ndugu zanguni, uwezo huo haupo. Lakini niwaombe sana, tengenezeni vikundi. Na sasa hivi imerahisishwa.
sio kwamba tanya zaidi ya bilioni 1 na milioni 500 kwa kipindi cha miaka mitano. Tunakwenda kuziongeza, lakini tutahakikisha kwamba kwa kipindi kifupi kijacho zinakwenda kuwafikia kina mama wote wahitaji waliokizi sifa na vigezo vya kupata fedha hizi. Hapo vipi? Hapo vipi? CCM oye! Kivuko MV Kilindoni 2, Mheshimiwa Mwenyekiti amekielezea vizuri, kwa hiyo sitaki kurudia ndugu zanguni, lakini tuna meli yenye hadhi na viwango vya kimataifa. Meli hii mpya inayokuja ina uwezo wa kubeba magari zaidi ya 10 tofauti na hii ya sasa, lakini ina eneo kubwa la watu kukaa. Hii inabeba abiria 200, inayokuja inabeba abiria 300. Meli yetu inayokuja itakuwa na chumba maalum ambacho mgonjwa akitaka kusafirishwa anakaa kwenye chumba hicho kwa ajili ya kupelekwa Nyamisati na maeneo mengine. Lakini meli hii inayokuja ina eneo maalum kama zahanati ndogo mule ndani. Tukipata dharura aina yote unatibiwa kwenye meli hiyo hiyo. Meli yetu hii ina eneo maalum kwa ajili ya kuhifadhia ndugu zetu wanaopata faradhi ya mauti huko maeneo mengine, na tunapotaka kuwasafirisha hatutakuwa na haja ya kuwachanganya na magunia ya viazi, magunia ya ngano. Tutakuwa na chumba maalum kwa ajili ya kuhifadhia maiti pale anaposafirishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hapo vipi? Piga makofi kwa Dr. Samia kwa ajili ya MV Kilindoni 2. CCM oye! Fanya ndugu zanguni, katika ilani hii inaelekeza na inatoa ufafanuzi kwamba tutakwenda kuboresha mazingira ya uzalishaji mali, mazingira ya ujengaji uchumi wetu. Kwa hiyo shughuli zetu za kiuchumi tunazofanya leo, tunakwenda kutengenezea mazingira wezeshi bora ili kila Mtanzania awe na mchango katika pato la taifa. Katika ilani hii inaeleza wazi wazi. Lakini eneo jingine tutakwenda kushughulika na kero zenu. Kero yoyote itakapotokea mahala popote, katika ilani ya Chama cha Mapinduzi tutasema tunakwenda kupambana na kero hiyo, kuhakikisha ndani ya miaka mitano, kama sio kuzimaliza kabisa, tunakwenda kupunguza kwa 1% kubwa kero za wananchi wote wa Tanzania. Hapo vipi? CCM oye! CCM oye! Sasa ndugu zanguni, baada ya maneno hayo, na jana mnajua nilikuwa wapi? Jana mnajua nilikuwa wapi? Jana tulikuwa kwenye mkutano wa kampeni kule Rufiji na Mheshimiwa Rais. Nadhani mlisikia sauti hapo. Lakini vile vile nilikuwa pale Kibiti. Kwa hiyo niliwazungumza vizuri sana. Na nilikwenda kutoa neno la shukurani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa niaba yenu, kwa yale ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya hapa Mafia. Ndugu zanguni, ndani ya miaka mitano ya Daktari Samia Suluhu Hassan zimekuja fedha kwa ajili ya shughuli za maendeleo zaidi ya bilioni 60.3 kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo. Kwa tukiona barabara, tukiona umeme, tukiona maji, tukiona afya, tukiona elimu, tukiona miundombinu yoyote, ni fedha ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zanguni, mama huyu ni mama mwema, mwenye nia njema ya Mafia, mwenye nia njema ya sisi wana Mafia. Tumpigie makofi tafadhali. Kwa hiyo jana nilizungumza kwa niaba yenu pale Kibiti, na mama amekubali kwa kauli moja kwamba watu wa Mafia ni ndugu zake, watu wa Mafia watampa kura nyingi sana. Na ndio ahadi niliyoitoa kwamba sisi sote siku ya tarehe 29 tunakwenda kumpigia kura ya ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapo vipi? Hapo vipi? Niseme nisiseme? Ndugu zanguni, sasa nimesimama mbele yenu kwa ajili ya kumpa kura. Na kura ya kwanza naiomba ni ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mmeona hii karatasi? Mmeiona hii karatasi eh? Mmeiona? Mmeiona eh? Iangalieni kwa makini sana, kwa karibu. Mmeiona karatasi hiyo eh? Hii ni mfano wa karatasi ya kupigia kura ambayo inachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mmeiona? Ina majina 17. Ina vyama 17. Ina picha 17 za maraisi na 17 za wagombea mwenza. Mmeziona eh? Hizi picha zilizopangana. Anaanza mgombea mwenza, anafuata mgombea urais mwenyewe. Hapo vipi? Siku ya tarehe 29 utapewa karatasi ya mfano huu. Mmeiona ye? Utapewa karatasi ya mfano huu, itakuwa ndefu hivi hivi. Wewe jukumu lako ukishashika karatasi hii,
ndio karatasi ya kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Utakapoishika, angalia pale juu kabisa, angalia juu kabisa katika ile tunasema roho ya kwanza au mstari wa kwanza pale juu. Mstari huu kushoto kabisa kuna alama ya jembe na nyundo, lakini kuna bendera yetu ya Chama cha Mapinduzi yenye rangi ya kijani. Mmeiona vizuri anayefuata pale kuna picha ya Daktari Emmanuel Nchimbi, mgombea mwenza wa Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi ya urais. Sawa? Mgombea mwenza wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mmeona picha ya Dr. Nchimbi? Mmeona picha ya Dr. Nchimbi Picha ilivyotulia, picha ya sura ya uongozi. Maana hata uongozi una sura yake, au sio? Ndio kama maana wale kina papa papa yule mnamwona anavaa kofia na nini kujithibitishia kwamba yeye ni nani? Ni kiongozi wa kidini, sio? Au mashehe, maaskofu wa jinsi wanavyovaa. Sawa sawa Kwa hiyo Daktari Emmanuel Nchimbi mnaona ana sura ya uongozi, sawa? Anayefuata pale ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwishoni kabisa kuna nafasi, kuna kijumba ambacho kiko wazi. Juu kabisa pale utakwenda kupiga tiki kwenye kijumba ambacho kiko wazi hiki hapa. Hiki kijumba hiki ambacho kiko wazi hiki. Ndio tunakwenda kupiga tiki pale. Umeona utapiga tiki hapo. Hapo utakuwa umemchagua Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini umechagua Daktari Emmanuel Nchimbi, umekichagua Chama cha Mapinduzi, umechagua maendeleo. Hapo vipi? Hapo vipi? CCM oye! Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kama nataka kukutisha hivi. Umeona kwa hiyo unaiacha ile. Na yule wa chini pale kama amekwenda sehemu hivi, amekurupushwa. Unajua kukurupushwa? Ana hofu fulani. Kwa hiyo achana na zile picha mbili, ile ya juu unaona na yeye anakutisha, na yule ambaye mwenye hofu chini kule. Sawa sawa Chukua picha ya kiongozi pale katikati. Huku kushoto kuna alama ya jembe na nyundo, kuna rangi ya kijani na kuna imeandikwa CCM. Pale katikati imeanza na kijuju. Pale juu kuna picha yake nzuri, lakini tumeweka alama ya vema kwenye kile kijumba ambacho unatakiwa uweke alama yako ya nini? Ya vema. Karatasi hizi tumezigawa huko. Kwa hiyo wazee wangu, ndugu zanguni, vituo vya kupigia kura vitafunguliwa mapema kabisa saa 2 asubuhi. Lakini saa 2 hiyo asubuhi ni karatasi ya kwanza ya kupigia kura itakuwa inagaiwa au inagawiwa. Tumeelewana? Tafsiri yake sisi tunatakiwa tufike kabla ya saa 2. Na tukifika kuna utaratibu mzuri. Kina mama mtakuwa na mstari wenu. Kina baba mtakuwa na mstari wenu. Asanteni sana. Mungu awabariki sana ndugu zanguni, msisahau tarehe 29 tukumbuke tarehe 29 siku ya Jumatano wiki ijayo. Kila mtu atenge muda kwa ajili ya kwenda kutekeleza haki yake ya kikatiba. CCM oye! CCM oye! Asanteni sana. Mungu awabariki sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye!